subscribe. Ni matumaini yangu unaendelea salama mtazamaji wa Ihoma TV popote pale ulipo, ukiwa unaendelea kutufuatilia kila dakika na kila sekunde juu ya taarifa zetu kuu za kimataifa, hasa mzozo wa Irani na Marekani. Taarifa kubwa siku ya leo inaelezwa kwamba wakati mashambulizi kadhaa yakiendelea kuripotiwa na taharuki ikiendelea kutanda Irani na Marekani, vita vikizidi kutokota, sasa uingiliaji kati wa baadhi ya mataifa umeripotiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa siku za hivi karibuni. Na mapema hivi leo ripoti kuu kutokea Mashariki ya Kati, hususan nchini Irani, zimearifu ya kwamba uingiliaji kati mpya umeripotiwa nchini Irani, ambapo Irani amekuwa kwa muda mrefu akipigana vita mwenyewe, yani bila washirika wa karibu na wale ambao wameonekana kama marafiki zake ama watu wa karibu. Kwa hivi sasa hawaonekani katika mzozo huu wa Irani ambao hivi sasa umekuwa mkubwa zaidi, na wataalamu wakisema kwamba vita hivi vinatazamiwa kugeuka kuwa vita vya ardhini, yani vita vya ana kwa ana, mkono kwa mkono, ngumi kwa ngumi ama bunduki kwa bunduki, baada ya vita vya juu ama angani kwa kutumia makombora na mizinga ambayo imekuwa ikionekana kwa muda mrefu ikirindima katika miji mbalimbali Mashariki ya Kati, ikiwemo Irani, Teherani na baadhi ya maeneo ya baadhi ya nchi kama vile Bahrain, Kuwait, hata Israeli mjini Tel Aviv. Sasa kwa mara ya kwanza tangu ukimya muda mrefu wa marafiki wa Irani ambao walikuwa nao katika sani moja katika masuala mbalimbali ya kidiplomasia, shirika la habari la Irani International pamoja na Irani Mehr News, lakini pia na hata Marekani yani Washington Post, mashirika yote haya ya habari yameangazia taarifa moja kuu ambayo inaeleza kwamba Urusi imeanza kushiriki moja kwa moja vita baina ya Irani na Marekani. Na katika taarifa hii inaeleza kwamba Urusi imetoa taarifa za kijasusi kwa Irani kulenga vikosi vya Marekani vinavyokuwa vikiishambulia Irani kwa makombora. Katika taarifa hii ambayo imetolewa na vyombo hivi vya habari, imeendelea kusema kwamba Urusi inaipa Irani taarifa za kijasusi za kijeshi ili kusaidia kulenga vikosi vya Marekani Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na maeneo ya meli za kivita na ndege za Marekani kutokea Washington. Shirika la habari la Marekani Washington Post pamoja na shirika la habari la Irani Mehr News yamenukuu vyanzo vya taarifa, maafisa watatu wanaofahamu jambo hilo, wakisema kwamba taarifa za kulenga shabaha zinaashiria dalili ya kwanza kwamba adui mwingine wa Marekani, yani Urusi, rais wake Vladimir Putin, akiwa kama adui mkubwa wa Marekani, anashiriki moja kwa moja vita baina ya Irani na Marekani, hata kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika vita hivyo, lakini hivi sasa ameamua kujionesha hadharani na kuonesha udhalimu wake dhidi ya Marekani. Mwisho wa kunukuu. Mtazamaji, hii ni ripoti ambayo imetokea katika vyanzo mbalimbali na kuonekana katika ukurasa wa mbele kabisa, na ikionyesha ndege za kivita za Kirusi ambazo zimeonekana katika chapisho hili la taarifa kutokea vyanzo hivi vya Mashariki ya Kati, lakini pia na chanzo kimoja cha Marekani yani Washington Post. Je, hapa utabiri unaendelea kuwa mkubwa zaidi wa vita vya ana kwa ana dhidi ya Irani na Marekani. Sasa katika taarifa hii na mwendelezo wa ripoti hizi, mbunge mmoja kutokea huko nchini Irani, yeye ameonekana na amenukuliwa na vyombo vya habari pia akiongea kuhusu vita hivi, akisema Irani haijawahi na haitawahi kuja kuogopa vita dhidi ya adui yoyote, kwani wao wanamtegemea zaidi Mwenyezi Mungu, akisema namnukuu, Irani labda inatarajia vita vya ardhini na vita sio vya mbali kwa makombora na mizinga, mwisho wa nukuu fupi. Ni mbunge wa Irani Mohammad Saleh Jokari ambaye yeye amenukuliwa na shirika la habari la Irani Mehr News akiliambia shirika hilo juu ya mwendelezo wa mzozo na vita baina ya Irani na Marekani, ambapo Mohammad Saleh Jokari ameendelea kwa kusema ya kwamba unanukuu, natumai vita hivi vitapanuka zaidi na kuwa mzozo wa ardhini ili wanajeshi wa Marekani wauawe hadharani, kwa sababu Irani hawajawahi kuogopa kabisa adui, na kwamba kila siku wamekuwa na hamu ya kupambana na kumtumai Mungu zaidi. Kwa hakika nina hapa ya kwamba matokeo yataamuliwa katika uwanja wa vita, na si kwa maneno, si kwa mazungumzo, si kupitia diplomasia. Natumai vita hivi vitageuka kuwa vita vya ardhini
ili tushuhudie mazishi ya wanajeshi wa Marekani lukuki katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Jokari amemalizia kunukuu akiliambia shirika la habari la Mehr News Irani pamoja na Didhan la Irani. Mbunge Mohammad Saleh Jokari wa Irani ameendelea mbali zaidi akimnukuu Rais Donald Trump juu ya matambo yake kwa jeshi lake la Marekani kwa Irani, akisema ya kwamba Rais wa Marekani alishawahi kusema, Amerika ambayo Trump anaiongoza, jeshi letu lina nguvu zaidi, lina silaha kubwa zaidi na teknolojia ya hali ya juu. Iko wapi sasa? Mohammad Jokari anauliza kwa kebehi dhidi ya Marekani. Mbunge Mohammad Jokari ameendelea mbali zaidi akielezea hali na ari ya wanajeshi wa Irani, vikosi vya mapinduzi ya Kiislamu IRGC, akisema Irani bado ina nguvu kubwa na hamasa ya kuendeleza mashambulizi na kushambulia zaidi, akisema Irani bado haijatumia hata theluthi ya mbinu na teknolojia zake mpya katika mapigano dhidi ya Marekani na Israeli, akiongeza kwamba tutaamua matokeo ya mwisho kwenye uwanja wa vita na si diplomasia haitoshi tena na hatutoishia hapo. Mtazamaji, mgogoro wa Iran na Marekani hivi sasa bado hautazamiki kwa sura wala kwa mazungumzo, yaani kwa kuzungumzika, bali ni kwa vitendo tu, kwani kila dakika mashambulizi yameripotiwa maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati na ukanda mzima wa Ghuba. Katika taarifa za hivi punde na mwendelezo wa vita Iran na Marekani, ambapo Marekani imeendelea kufanya uvamizi, lakini pia Irani imeendeleza mashambulizi makali kwa washirika wa karibu wa Marekani ikiwemo Qatar, ambapo Katari siku ya leo imelaani vikali shambulio la Irani dhidi ya majengo huko Bahrain yanayohifadhi wafanyakazi wake wa majini. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imelaani vikali shambulio la Irani dhidi ya majengo hayo Bahrain, ambayo kwa mujibu wa wizara hiyo imesema kwamba wanahifadhi wanajeshi wa kikosi cha wanamaji cha Qatar Emire. Katika taarifa iliyotolewa katika mtandao wa X zamani Twitter, wizara hiyo imeelezea malalamiko hayo na laani hizo, ikisema ni kitendo cha uadui cha wazi wazi na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa Bahrain, ikisema kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi na utulivu wa kikanda. Sasa wakati vita vikiendelea na kushika hatamu, na baada ya taarifa ya kusikika kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na Urusi yenyewe inashiriki moja kwa moja katika vita dhidi ya Iran na Marekani, Urusi imevunja ukimya na kuja jibu la moja kwa moja ikisema kwamba Urusi inasalia kuwa muuzaji wa nishati anayeaminika wakati wa mgogoro wa Irani na Marekani. Taarifa hiyo iliyotolewa kupitia ikulu ya Urusi Kremlin kupitia msemaji wa ikulu hiyo Dmitry Peskov imeeleza kwamba Urusi inasalia kuwa muuzaji wa mafuta, gesi asilia na gesi yenye thamani kubwa ulimwenguni iliyoyeyushwa na inaweza kuhakikisha usafirishaji licha ya msukosuko wa soko unaoyumba na unaodhoofishwa na mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani katika mgogoro huu wa Irani. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ameenda mbali zaidi akisema Urusi haitabaki nyuma katika chokochoko ya mzozo huu wa Irani na Marekani, na kwamba Urusi tayari iko katika mazungumzo na wawakilishi wa uongozi wa Irani, lakini haukutoa maoni zaidi. Urusi hatuko tayari kutoa kile ambacho kinaendelea kati yetu na Irani. Mtazamaji, mazungumzo hayo yamefanyika baina ya Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin nchini Urusi, na waandishi wa habari siku ya leo mapema katika mwingilio wa mchana, ambapo Dmitry Peskov ameendelea kwa kusema kwamba, namnukuu, kumekuwa na kuongezeka kwa mahitaji ya nishati ya Urusi kutokana na vita nchini Irani na Marekani. Msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov ameweka wazi dhamira ya Urusi kushiriki mazungumzo na Irani katika vita hivi vya Irani na Marekani, na ikisema kwamba Urusi katika kipaumbele chake cha mauzo ya nishati kwa mataifa haya Mashariki ya Kati lakini pia na Magharibi itakula sani moja na yule ambaye ataingilia na kudhoofisha mpango wake wa nishati ulimwenguni. Wakati yote hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kusimamia lengo lake kuu la kuendeleza vita dhidi yake na Irani, akiendelea kuwasihi na diplomasia wa Irani walioko nje ya nchi, yani nchi ya Irani, kutafuta hifadhi ya karibu ikiwezekana kuingia hata chini ya andaki, kwani
watajeruhiwa vikali na vikosi vya Marekani. Pia Rais Trump amewataka wanajeshi wa vikosi vya ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Irani na polisi pia wa Irani kuweka silaha zao chini, la sivyo watakabiliwa na kifo cha ghafla. Vitisho vya Trump vinakuja wakati ambapo Irani imeendeleza mashambulizi makubwa na hivi leo imeendelea kuwakamata wanajeshi wa Marekani katika baadhi ya maeneo nchini Irani na ukanda wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amesema kwamba Marekani imeanza kupigana, yaani ndiyo mwanzo wa vita na si katikati wala mwishoni, na hivyo Irani itegemee mashambulizi makubwa ambayo haijawahi kushuhudia tangu vita hivi vimeanza. Akijibu kauli ya Trump, rais wa Irani Masoud Pezeshkian amesema anaamuru msako mkali dhidi ya kile amekiita shughuli za kujitenga, muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema angekaribisha shambulio la Wakurdi. Kauli ya Pezeshkian inakuja wakati ambapo mashambulizi kadhaa ya makombora yameripotiwa kwenye kambi za Kikurdi, kundi la upinzani wa Irani huko mjini Komala Sudash katika eneo la Kurdistan, kundi ambalo linaongozwa na Wairaki. Vyanzo mbalimbali vya habari vililiambia shirika la habari la Irani International. Je, vita vya Irani na Marekani hatima yake ni ipi, ama suluhu yake itapatikana kwa njia gani ikiwa bado ushawishi mkubwa unazidi kuongezeka? Mataifa washirika wa pande zote mbili, ukanda wa magharibi yakiongozwa na Marekani, lakini pia kwa upande wa Mashariki ya Kati yakiongozwa na ngome kuu ambazo bado hazijajionyesha wazi ushiriki wake vita vya Iran na Marekani, lakini dalili za wazi zimeonekana kutajwa na baadhi ya wachambuzi wakubwa wa masuala ya mizozo ya kikanda pamoja migogoro ya kieneo, yani geopolitics, wakisema kwamba washirika wa Irani bado wangali kumunga mkono Iran katika vita hivi, na huenda hivi karibuni mataifa hayo yataanza kujionyesha wazi kama ambavyo Urusi hivi leo imeanza kuonyesha dalili. Vita hivi, je, una maoni gani? Tuandikie katika uwanja wa maoni na uendelee kusubscribe na kufuatilia zaidi Yuhoma TV kwa habari moto za kimataifa pamoja na migogoro ya kikanda ulimwenguni kote. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.